na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kuwahusia ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqqi innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mwenyezi Mungu anatusimulia habari ya watu ambao walikuwa wanaitwa ashabul kahfi. Walikuwa ni vijana wa mapangoni ambao waliishi takriban miaka 309 katika pango, hali ya kuwa wamelala usingizi uliokuwa mzito kabisa. Lakini sababu ya kukaa katika pango lile kwa muda mrefu hali ya kuwa wamelala, walikuwa wanakimbia dhulma ya mfalme ambaye alikuwa akiwalazimisha juu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wale vijana walipoona hali kama hiyo, hawakukubaliana na ule mpango wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali kwa kuwa walionyesha hisia zao kuwa hawapo tayari kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme akaamrisha wale vijana waweze kukamatwa, wapatiwe adhabu iliyokuwa kali kabisa. Kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, wale vijana wakafanikiwa kutoroka, wakakimbia, wakaelekea katika pango, wakajificha pale. Mwenyezi Mungu akawapiga na usingizi mzito, wakalala miaka mingi sana katika pango. Lakini sababu ya kutoroka na Mwenyezi Mungu kuwapa taufiki ya kufanikiwa kutoroka, Mwenyezi Mungu alikuwa anawaokoa na mikono ya dhulma ya yule mfalme. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatuelezea, anasema, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqqi innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mtume anaambiwa kwa hakika sisi tunakusimulia habari ya vijana ambao walikuwa ni vijana wa mapangoni ambao walomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akawapa uongofu juu ya imani yao waliokuwa nayo. Kipande hiki cha aya ndicho ambacho tutaishi nacho katika khutba yetu ya leo, ambayo itakuwa na anwani inayosema nafasi ya vijana katika Uislamu, lakini pia nafasi ya vijana katika nchi yao. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala amewazungumza vijana ndani ya Qur'an, na sababu ya kuwazungumza vijana kwa sababu walikuwa anajua kabisa kwamba vijana ndio uti wa mgongo katika Uislamu. Bali Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kwamba vijana ndio uti wa mgongo katika taifa la aina yoyote. Yuko mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema, mushkilatun fi kulli umma, matatizo yoyote yale unayoyaona katika umma wowote ule, fi shababiha, ni kwa wale vijana wake katika ule umma. Ukiona changamoto katika umma wa aina yoyote, ujue changamoto hizo zimetokana na wale vijana wake. Na akasema, fa in salahu, ikiwa wale vijana watakuwa sawasawa, saluhatil umma, ule umma wenyewe utakuwa sawasawa. Mafuhumu mukhalafa ni kwamba ikiwa vijana hawatokuwa sawasawa, maana yake ule umma utakuwa umeharibika. Kwa hiyo mushkilatun fi kulli umma fi shababiha, matatizo yoyote unayoyaona katika umma wowote, katika jamii yoyote, nchi yoyote, yapo kwa wale vijana wake. Fa in salahu salahatil umma,
Ikiwa wale vijana watakuwa sawasawa, umma utakuwa umetengemaa, na wale vijana wakiwa wameharibika, na umma pia utakuwa umeharibika. Kwa hiyo vijana ndio uti wa mgongo katika Uislamu, vijana ndio uti wa mgongo katika taifa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akawazungumza ndani ya Qur'an ashabul kahfi kwamba innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, kwamba wale walikuwa ni vijana ambao walomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu akawazidishia uongofu. Ndugu zangu, vijana wanategemewa katika maeneo mengi. Moja, vijana wanategemewa katika Uislamu kwa ajili ya kulinda amani. Mahala popote pale wanategemewa vijana. Vijana wanategemewa katika kujenga uchumi wa nchi au katika Uislamu. Hilo eneo la pili, kwamba uchumi hauwezi kujengwa isipokuwa unajengwa na vijana. Ndiyo maana unaona kuna umri ukifika mtu analazimishwa kustaafu kilazima na sheria, kwamba sasa kwa umri huu uliofika ushakuwa ni useless, kwamba sasa hapa huwezi kutumika. Ukishakuwa na miaka 60 tu unaonekana akili yako imechoka na mwili umechoka, unakuwa uwezi kutumika tena, unalazimishwa na sheria uweze kustaafu. Kwa hiyo vijana wanategemewa katika eneo la pili, katika eneo la kuweza kujenga uchumi mahala popote pale. Lakini vijana wanategemewa katika eneo la kuweza kulinda maadili mahala popote pale, iwe ni katika dini au iwe ni katika taifa. Wanaotegemewa kulinda maadili ni wale vijana waliokuwepo katika umma huo. Ndio maana Ibn Khaldun akasema mushkilatun fi kulli umma, matatizo yoyote unayoyaona katika jamii fi shababiha, ni kwa wale vijana wake. Vijana wakiwa sawasawa kimaadili, umma umetengemaa. Vijana wakiharibika kimaadili, umma umepotea. Kwa hiyo vijana wanategemewa katika eneo la tatu, kwenye kueneza maadili na kujenga maadili yaliyokuwa bora katika jamii. Bali vijana wanategemewa katika eneo la 4, kwenye kuleta maendeleo ya aina yoyote katika jamii, iwe ni katika dini, iwe ni katika taifa. Wanaotegemewa kuleta maendeleo wanakuwa ni wale vijana kwenye hiyo jamii. Lakini eneo la 5, watu ambao wanategemewa katika jamii ni vijana katika kulinda nchi yao na kulinda dini yao. Yani kwenye kulinda nchi wanaotegemewa ni vijana. Kama ukisikia kuna ajira za jeshini wanatangaza tunataka miaka 18, mwisho miaka 30, manake wanategemewa ni vijana. Ikiwa ni polisi watatangaza miaka 18 mpaka miaka 30, kwa sababu wanaotegemewa ni vijana. Katika Uislamu, waliokuwa wanakwenda kupambana katika vita, waliokuwa wanasimama mstari wa mbele kuuhami Uislamu na kuutetea, walikuwa ni vijana. Na ukisoma katika historia, wale wote waliokufa katika vita mbalimbali, ukianza kutazama katika vita vya Badri, ukitazama katika vita vya Uhud, asilimia 90 walikuwa ni vijana, kwa sababu ndio ambao waliokuwa wanakwenda mstari wa mbele kuulinda Uislamu. Kwa hiyo vijana wanategemewa katika nyanja ya kulinda nchi yao, kulinda dini yao. Hilo ni eneo ambalo linategemea vijana kwa asilimia 100. Ndugu zangu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa kuonyesha umuhimu wa vijana, kwa kuonyesha nafasi yao vijana, katika moja hadithi Mtume aliwahi kusema, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, watu wa aina 7 watakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hao watu wa aina 7, Mtume akasema imamun adil, kiongozi aliyekuwa muadilifu. Namba 2, Mtume akaja akasema
wa shabun nashaa fi ibadatillah, na kijana aliyeshikamana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ya Mtume yanaonyesha umuhimu wa vijana katika jamii, bali inaonyesha ya kwamba vijana wana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kijana akiwa sawasawa ni rahisi sana kuweza kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kijana akiwa amepinda wakati fulani inakuwa ni ngumu sana kuweza kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi ya vijana katika Uislamu, nafasi ya vijana katika dini, hii ndiyo topic yetu ya leo. Tunazungumzia kuhusu vijana. Kwa nini mara nyingi napenda kuzungumza na vijana? Napenda kuzungumza na vijana kwa sababu vijana ndio watu wanaotumika kwenye engo zote kuweza kutengeneza na kuharibu. Vijana ndio wanaotumika kutengeneza na kuharibu jambo la aina yoyote. Ukitaka kulitengeneza lazima ndani yake wawepo vijana, na ukitaka kuharibu jambo lazima ndani yake wawepo vijana. Yani vijana wanatumika kwenye maeneo makuu mawili, ima kutengeneza au kuharibu. Ndio maana mara nyingi mimi napenda kuzungumza na vijana, kwa sababu najua kwamba wakitengemaa vijana Uislamu umetengemaa, wakitengemaa vijana nchi imetengemaa, wakiharibika vijana Uislamu umeharibika, wakiharibika vijana nchi imeharibika. Yuko mwanafalsafa mmoja anaitwa Hassan al-Banna, kwa wale ambao wanamfuatilia watakuwa wanamjua. Katika moja maneno yake aliwahi kusema, al-umamu tanhadhu bisawaidi shababiha wa akhlaqihim. Aliwahi kusema mataifa huinuka kwa nguvu au maadili ya wale ya vijana wake. Yani maana yake vijana wakiwa sawasawa, Tanzania inaweza kunyanyuka. Vijana wakiwa wameharibika kimaadili, Tanzania inakuwa haiwezi kunyanyuka. Hassan al-Banna alikuwa ni katika moja wanaharakati wakubwa sana, lakini katika miongoni mwa watu ambao aliokuwa anawatumia Hassan al-Banna walikuwa ni vijana, ndio ambao walikuwa akiwatumia kuwalisha fikra namna gani wanaweza wakatekeleza ajenda ambazo yeye Hassan al-Banna alizokuwa nazo. Kwa hiyo kwa tafsiri nyepesi ni kwamba vijana wanaweza kutumika katika upande wa negative na vijana wanaweza kutumika katika upande wa positive. Ndio maana mimi nikizungumza mara nyingi napenda kuzungumza na vijana, kwa sababu najua vijana wakiwa sawasawa Uislamu umepiga hatua, vijana wakiharibika Uislamu umeanguka. Ndugu zangu Waislamu, dunia tuliyokuwa nayo leo ni dunia ambayo mikakati yake na mitazamo yake kwa 100% inawalenga vijana. Yani kila unachokiona kinachotengenezwa kwa lengo la kuharibu maadili, kwa lengo la kuharibu taifa, kwa lengo la kuharibu jamii, target wanakuwa ni vijana. Unaweza usilione hili katika mtazamo wa kawaida, lakini mimi ninachofahamu kwa 99% au 95% wanaotumia mitandao ya kijamii 1% kubwa ni vijana. Yani ni mara chache sana, 1% ndogo sana kuwakuta wazee, watu wazima wakiwa wanatumia mitandao ya kijamii. Na kule kwenye mitandao ya kijamii ndiyo kuna ajenda maalum ya kuweza kuwaharibu wale vijana na kuwalisha fikra za aina fulani kule kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu wanajua kwamba tukiwapata vijana hawa ajenda yetu inaweza ikaenda. Tukiwapata vijana hawa tunalolitaka linaweza kuwa. Kwa hiyo ulimwengu tuliokuwa nao, target kubwa ni vijana, ndio ambao wanatumika kwenye kila engo. Uislamu umemtambua kijana mchango wake ikiwa yule kijana atakuwa sawasawa, ambaye anamjua Allah subhanahu wa ta'ala.
lakini Uislamu unamkataa kijana ambaye kimaadili anakuwa hayupo sawa sawa. Uislamu unamkataa kijana kama huyo. Nchi inaweza ikampokea ikamkubali kijana ambaye atakayekuwa sawa sawa kimaadili, atakayekuwa sawa sawa katika baadhi ya mambo fulani ambayo yanaweza kuleta chachu ya kimaendeleo. Lakini nchi inaweza kumkataa kijana ambaye fikra yake na mtazamo wake unalenga kwenye kuharibu nchi, sio kwenye kujenga nchi. Nchi inaweza ikamkataa kijana kama huyu. Na Uislamu pia unaweza kumkataa kijana ambaye mitazamo yake na fikra yake inakuwa haipo kwenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, haipo katika kuutengeneza Uislamu, bali mitazamo yake inakuwa ipo kwenye kuharibu Uislamu. Ndugu zangu, nguvu ya vijana katika Uislamu ni kubwa. Vijana wenzetu waliopita katika Uislamu walifanya mambo mengi sana, bali vijana wenzetu waliopita katika baadhi ya mataifa, kwa mfano Marekani, vijana wa Kimarekani wale ambao walikuwa ni ngozi nyeusi walileta mageuzi makubwa sana katika taifa la Marekani. Zamani Marekani ilikuwa inakumbwa na ubaguzi wa rangi. Sasa hivi upo ubaguzi wa rangi, lakini zamani ilikuwa ni zaidi. Ubaguzi wa rangi ulikuwa ni mkubwa sana. Walizuka wanaharakati mbalimbali, wakina Malcolm X walikuja, wanaharakati mbalimbali, wakina Martin Luther King walikuja, na wengineo wengi ambao moja ya fikra zao ilikuwa ni kuwa brainwash vijana wa Kimarekani wale weusi kwamba wajue wajibu wao ni nini katika taifa la Marekani. Mwisho wa siku walikuja kufanikiwa. Marekani ilikuja kufanikiwa kupata rais wa kwanza mwana mweusi ambaye ni Barack Obama. Lakini ni fikra ambazo zilianza muda mrefu kwa kuwajenga wale vijana weusi wa Kimarekani, kwanza kujiamini, lakini mbili, uzalendo wa taifa lao. Na ndio maana leo huwezi kumkuta Marekani akiwa Tanzania anayesema vibaya Marekani, huwezi. Tuliokuwa humu ndani tunajua sote kwamba hata filamu au movie nyingi zinatuaminisha kwamba Marekani ni nchi iliyoendelea, ni nchi nzuri. Lakini kiuhalisia ni kwamba yako maovu na yako maeneo mabovu na yako maeneo ya vijijini na kuna baadhi ya maeneo hakuna umeme. Lakini huwezi kumkuta Marekani anaizungumza vibaya. Kwa sababu gani? Kuna vijana ambao waliandaliwa kwenye uzalendo juu ya kuipenda nchi yao. Siku moja Martin Luther King alikwenda kuzungumza na vijana Black Americans, sawa, vijana weusi katika chuo kikuu cha Philadelphia, na lengo la kwenda kuzungumza nao ilikuwa ni kwenda kuwa brainwash, kuwaonyesha thamani yao katika taifa la Marekani, lakini pia kuwatengenezea hali ya uzalendo katika mioyo yao juu ya kuipenda nchi yao ya Marekani, lakini pia kuwatengenezea ujasiri kwamba na wao wana nafasi katika nchi yao ya Marekani. Alikwenda kuwauliza swali moja tu katika lecture yake, na swali hilo likabeba mada nzima na ikawa ndiyo topic kwenye lecture yake hiyo aliyoitoa Martin Luther King. Akawauliza kwamba what is your life's blueprint? Maisha yako wewe kama kijana wa Kimarekani, wewe kama kijana Black America wa Kimarekani, unaacha alama gani katika taifa la Marekani? Swali lake lilikuwa ni moja. Alipoingia darasani tu, swali lake lilikuwa ni moja, kuwauliza vijana wale wa Kimarekani kwamba unaacha alama gani katika taifa la Marekani. Swali hili ukilitazama ni dogo sana, lakini tafsiri yake ni kwamba alikuwa anawajengea uwezo wa kuwa wazalendo kwenye taifa lao. Namna gani wanaweza wakaijenga nchi yao, namna gani wanaweza wakawa ni watu wanashiriki katika mambo ya kiuchumi, ni namna gani wanaweza kuwa katika baadhi ya nafasi fulani fulani, na ni jambo gani wanaweza wakaliacha baada ya kuondoka kwao wakakumbukwa. Ndio akawauliza what is your life's blueprint? Maisha yako yanaacha alama gani katika taifa la Marekani? Watu kama hawa walikuwa wanapita kwa vijana, lengo ni kuweza kuwa brainwash vijana waweze kutambua wajibu wao na dhima yao katika taifa lao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye alikuwa akiwajenga wale vijana wa kisahaba. Tazama,
kulikuwa na sahaba mmoja alikuwa akiitwa As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara yeye aliingia katika Uislamu akiwa na miaka 16, 16 years, miaka 16 kaingia katika Uislamu. As'ad ibn Zurara ndiye aliyempokea Mus'ab ibn Umair kutoka Makka kuhamia Madina. Wakati Mus'ab anatumwa kwenda Madina, mtu aliyempokea pale Madina alikuwa ni As'ad ibn Zurara akiwa na miaka 16. As'ad ibn Zurara akawa ana play part yake kama kijana wa Kiislamu kuhakikisha Mus'ab ibn Umair anakula katika mji wa Madina, kuhakikisha Mus'ab analala katika mji wa Madina, kuhakikisha Mus'ab ibn Umair anafanya da'wa katika mji wa Madina, bali alikuwa akimpa protection, alikuwa akimlinda, kuhakikisha Mus'ab ibn Umair anafikisha mbele Uislamu. Tazama hii role, tazama haya majukumu ya huyu kijana wa Kiislamu akiwa na miaka 16. Hawa ni vijana ambao Mtume aliwatengeneza kuwa na uzalendo, kuwa na mapenzi katika dini yao. Yani wakati huyo As'ad ibn Zurara na miaka 16, huyo Musa bin Umair hakuwa mtu mzima kwa maana ya mzee, naye alikuwa na miaka 27. Tazama hawa vijana wa Kiislamu namna gani walivyokuwa na himma katika dini yao, na Mtume aliwatengeneza walikuwa wazalendo kweli katika dini yao, bali Mtume aliwatengeneza walikuwa na mapenzi kweli, bali Mtume aliwatengeneza fikra zao zilikuwa si rahisi kuweza kumpandikizia fikra yoyote mbaya. Mtume alikuwa ni mastermind, alikuwa anaweza kukaa na mtu akamjenga akawa ni kijana wa sawasawa. Ndio maana vijana wengi walikuwa wanaingia katika Uislamu wakati wa Bwana Mtume Muhammad, kwa sababu Mtume alikuwa akiwatengeneza kifikra, na alijua kwamba wakitengemaa vijana Uislamu utapiga hatua. Alijua wakitengemaa vijana Madina itapiga hatua, bali Makka itapiga hatua, na dunia nzima inaweza kupiga hatua. Kwa hiyo vijana wana mchango mkubwa, wana nafasi kubwa katika Uislamu na katika nchi yao. Wao wanaweza kuibomoa nchi yao na wao wanaweza kuitengeneza nchi yao. Mawili waamue kati ya haya, ima watengeneze, ima waharibu nchi yao. Mawili kati ya haya. Ukiamua kuharibu itakuwa ni jukumu lako, umeamua kuharibu. Lakini ukiamua kutengeneza, umetekeleza wajibu wako kwenye kutengeneza. Na jukumu la kijana ni kutengeneza na sio kuharibu, kwa sababu ujana ni neema. Yani katika miongoni mwa neema ambazo kijana anamiliki ni ule ujana wake aliyokuwa nao, ni neema ile. Ile neema ile haiwezi kuachwa hivi hivi. Ile neema lazima itakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ulikuwa kijana, je, ujana wako uliutumiaje? Ulijenga Uislamu wako au ulibomoa Uislamu wako? Ulijenga nchi yako au ulibomoa nchi yako? Yani Uislamu unatambua ujana kuwa neema, na Mwenyezi Mungu anaitambua kwamba ujana kuwa neema. Utakwenda kuulizwa neema ya ujana uliitumiaje. Mwenyezi Mungu hawezi kutuacha hivi hivi, hapana. Yuko mwanachuoni mmoja aitwa al-Imam an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi ukisoma katika historia, wanawachuoni wanasema amefariki akiwa na miaka 40. Hii ndio kauli yenye nguvu. Amefariki akiwa na miaka 40. Lakini kwenye miaka yake 40 Al-Imam an-Nawawi ameandika vitabu 50. Vitabu 50 mujalladat, sio vitabu kimoja kimoja, mujalladat. Yani hata ukizungumzia 40 an-Nawawiyya hii ambayo watu wanaisoma hii, na yenyewe ipo kwenye mujalladat, mijalladi mingi. Yani kama utachukua vitabu vya Al-Imam an-Nawawi ukianza kuvipanga kwenye ukuta, unaanzia hapa mpaka kule mwisho, na bado hujamaliza vitabu vya Al-Imam an-Nawawi. Lakini kazi hii kaifanya akiwa ni kijana. Al-Imam an-Nawawi amefariki akiwa na miaka 40. Kazi hii kaifanya akiwa ni kijana. Leo watu wanasoma ni kwa sababu Al-Imam an-Nawawi ujana wake aliutumia kwenye kuandika vitabu. Wewe na mimi kijana mwenzangu wa Kiislamu, ujana wetu tunautumia kwenye jambo gani? Asilimia kubwa ya vijana wapo kwenye mitandao. Vijana wa leo sisi, vijana wa leo wa Kiislamu sisi, asilimia kubwa tupo kwenye mitandao. Kazi yetu
kazi yetu kubeti kwenye mitandao, kazi yetu kufuatilia udaku kwenye mitandao, kazi yetu kutukana serikali, kuisema vibaya serikali, kutukana viongozi. Tunaona ni sehemu ya ujana wetu, kumbe la hasha wakalla. Sehemu ya ujana ni sehemu ya uzalendo na kuhakikisha ya kwamba ujana wako unaleta impact kwenye dini yako na nchi yako. Isiwe ni sehemu ya kuharibu dini, isiwe ni sehemu ya kuchafua heshima za watu, isiwe ni sehemu ya kwenda kuharibu mambo mbalimbali katika nchi. Wallahu tabaraka wa taala yaqul, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu al ghafurur rahim wal barrul karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad faza al muttaqun. Ndugu zangu, khutba yetu ya leo tunakumbushana nafasi ya vijana katika nchi, nafasi ya vijana katika Uislamu. Ndugu zangu, kama kuna maharibiko yoyote yanaweza kutokea mahala, ni pale ambapo ukiamua kuwaweka vijana kando. Yani nchi ili iweze kupiga hatua na nchi iweze kutulia, yani mipango yake yote lazima fikra zake zote iwaze kwamba namna gani vijana wanaweza kuwa katika maadili yaliyokuwa ya sawa sawa. Mipango na fikra katika nchi ni lazima iwaze vijana, lazima iwaze vijana, yani kwenye nyanja ya kielimu, kwenye nyanja ya kiuchumi, lazima iwaze vijana, kwa sababu hao wakitengemaa basi na nchi inakuwa sawa sawa. Nchi ikiwaweka vijana kando, ikiwatelekeza wale vijana, kuna hatari hawa vijana wakatengenezewa fikra zilizokuwa mbaya, wakatumika na watu waliokuwa wabaya. Unajua mfano wa vijana kama unavyoona ni qalbun khaliya, kama unavyoona moyo uliokuwa mtupu, au ardhun khaliya, kama unavyoona ardhi iliyokuwa tupu. Ukienda kupanda kitu pale, kile kitu kinaweza kumea. Moyo wa kijana ulivyo, kama unavyoona ardhi iliyokuwa tupu, ikiwa hakuna kitu kilichopandwa pale, ukienda kupanda chochote kinaweza kikawa. Kwa hiyo usipowafikiria vijana, maana yake akitokea mtu akiwafikiria hata kwa mtazamo usiokuwa wa sawa sawa, akiwapandikizia wanachukua, kwa sababu wewe hukutengeneza mipango ya kuwapa wale vijana waweze kuwa na jambo la kuweza kuwashughulisha. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, hata nchi iweze kutengemaa, ili nchi iweze kutengemaa, ni lazima mtazamo wa kwanza kuwafikiria vijana, lazima kuwafikiria vijana. Lakini wakiachwa vijana, nchi inakuwa haiwezi kuwa sawa sawa. Watakaa vijana mitaani, watakaa vijana kwenye mitandao, watatokea watu watawaprovoke. Ataanza kuambiwa, wewe umesoma ajira hauna, adui yako ni serikali. Wewe umesoma pengine maisha yako duni maskini, adui yako ni fulani. Atapandikiziwa fikra, kwa sababu hukumtafutia alternative way, namna gani anaweza akajikwamua pale alipo kuelekea mahala kwingine. Lazima atapandikiziwa hiyo fikra. Na vijana wengi dini yao ni ndogo, ni rahisi sana kumchukua ukampandikizia fikra unayoitaka. Kuna vijana wachache wanaojua kwamba Mwenyezi Mungu anamruzuku amtakaye juu ya juhudi yangu, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa riziki. Lakini kuna vijana wengine ukiwaambia, unajua wewe maskini kwa sababu ya serikali, yule kijana anaamini. Unajua wewe maskini kwa sababu ya fulani ana utajiri, wewe ndio kachukua mali yako, yule kijana anaamini, kwa sababu amekosa kitu kinaitwa dini. Kwa hiyo lazima hawa vijana hawa watengenezewe mazingira yaliyokuwa ya sawa sawa. Nimeangalia takwimu kwa mwaka, kila mwaka wanamaliza vijana katika vyuo, yani vyuo vikuu na vyuo vya kati, kwa mwaka mmoja Tanzania wanafika vijana 120,000 takriban na 20 kwa mwaka. Vijana wanaomaliza vyuo wanafika 120,000 wanakuja mtaani kwa mwaka, wanakuja mtaani. Hebu angalia hawa vijana wanaokuja mtaani kila mwaka ambao hawana elimu.
Leo ukienda katika baadhi ya taasisi za kiserikali au taasisi za sekta binafsi, kwamba kijana amekuja hana ajira, ili apate mkopo wa kwenda kufanya biashara, anaambiwa kwamba awe na dhamana, kwamba awe na nyumba, awe na gari, awe na asset yoyote. Anapataje huyu asset ya kwenda kuweka mahala apate mkopo afanye biashara? Katoka chuoni, anapataje huyu mkopo wa kufanya biashara? Mikopo ya halmashauri unamwekea masharti kijana kwamba awe na asset, nayo aweke asset ya aina fulani aweze kupata mkopo. Katoka chuoni, ni daktari, engineer, pilot, accountant, amekuja mtaani hana ajira, anahangaika. Kila anapokwenda hakuna ajira, sekta binafsi, serikalini, kote kumejaa. Kisha unamwekea masharti kwamba huyu sasa atakiwa aje na nyumba tumpe mkopo. Anapata wapi huyu? Ukipiga hesabu, mtu anayesoma udaktari miaka 5 mpaka 6, yani kwenye vyuo vya serikali, na mtu ambaye analipiwa baadhi ya ada, kwa maana ana mkopo wa serikali, ametumia pesa ndogo kwa miaka 6, milioni 20 mpaka milioni 30 kwenye vyuo vya serikali. Na ikiwa atasoma kwenye vyuo binafsi, anatumia milioni 40 mpaka milioni 80. Akimaliza anakuja kukaa mtaani. Hivi kati ya cheti chake chenye thamani ya milioni 80 na nyumba ya milioni 20 unayomtaka akuletee umpe mkopo, kipi kina thamani? Hawa vijana hawa wakiachwa, ndio mwisho wa siku watu wanakuja kuwapa fikra zilizokuwa mbaya. Lazima watazamwe kwenye kila engo. Ndio maana ukitazama serikali tangu 2021 mpaka leo 2026, yani hapo mwanzo kulikuwa hakuna ajira. Sasa hivi unaona kuna ajira zimeachiwa, takriban ajira 180,000 kwa vijana zimekwenda kwenye sekta ya afya, kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwenye elimu, kwenye kila mahala kuna ajira. Lakini bado kuna ombwe kubwa kiasi ambacho hatuwezi kuwachukua vijana wetu wote wakaingia serikalini wakafanya kazi. Ni jambo haliwezekani. Yani huwezi kwa sababu ni wengi waliokuwa mtaani. Wala sekta binafsi ukawachukua wale ukawaweka kwenye sekta binafsi, bado vijana watakuwa ni wengi waliokuwa mtaani. Nini cha kufanya? Tunapoleta hii mikopo kwa ajili ya vijana, usiwaekee kule vizingiti, defense mechanism, ili ionekane kakosa vigezo arudi abakie kwa mtaani. Hapana. Yani kama tunaamua kumwezesha, watu wasiwekewe kule vikwazo. Ukimwekea kikwazo huyu ndio anakuwa na shonde. Akishakuwa na shonde huyu, anatokea mtu kwa anamlisha fikra mbaya. Akimlisha fikra mbaya, kesho na kesho kutwa anaingia barabarani. Lazima mikakati iwe ya sawasawa. Na kuna jambo moja nisipolisema naona nitaumwa. Yani wakati serikali inapambana mpaka kuanzisha wizara ya vijana, lengo la rais ni kuweza kuwasaidia vijana. Lakini bado kuna watu wanaopewa dhamana ya wale vijana wenyewe, wanatengeneza mazingira ya kuweka vizuizi kwa wale vijana. Unajua wakati fulani ukiwa juu unaweza ukawa na mpango mzuri, lakini wale unaowapa dhamana ya kuwasimamia wale watu wanapeana kwa kujuana. Yani mtu anachukua rafiki yake, kikundi cha wenzie, anawapa mkopo. Anachukua hivi, anafanya hivi. Aliyekuwa juu lengo lake ni jema, waliopewa dhamana wanamsabotage. Hii ndio shida wanayokumbana nao vijana kwa asilimia kubwa. Watu wanataka kufanya biashara na pesa zinatolewa, lakini swali, wale vijana wananufaika? Kwa nini wanawekewa vikwazo? Vijana wakitengemaa, dini imetengemaa. Vijana wakitengemaa, nchi imetengemaa. Vijana wakiharibika, nchi itaharibika. Tutapata tabu sie kuanza kuwaelimisha vijana na kuwatuliza. Kumbe kuna baadhi ya watu wachache wanaharibu ile mipango yenyewe ya vijana. Kwa hiyo lazima ile mipango ya vijana iwe ni madhubuti. Kama tumeamua kuwakopesha, tuwakopeshe kweli. Tusilete siasa na kumsabotage rais wa nchi. Kama umepewa dhamana ya vijana, fanya kweli, kwa sababu hawa wasipoangaliwa kwa umakini wanaweza wakaleta madhara. Wakiangaliwa kwa umakini, hasa wasiokuwa na ajira na wale ambao hawana option ya kupata mitaji, wasipoangaliwa kwa makini, linaweza kuwa ni janga katika taifa. Kwa hiyo vijana, kila mmoja ajue wajibu wake ni nini. Kama unaweza kufanya kazi, kafanye kazi. Dini inakutegemea, nchi inakutegemea.
Kama unaweza kufanya biashara, kafanye biashara. Hakuna anayeweza kukuletea mkate mfukoni, hakuna, na kukatalia. Serikali iliyokuwepo itaondoka, itakuja nyingine. Itakayokuja na yenyewe haiwezi kukuletea Abdallah 10,000 umekaa nyumbani umelala, chukua ukale. Hakuna. Sijawahi kuona serikali mimi inayopelekea watu pesa nyumbani kwake isipokuwa serikali ya Gaddafi peke yake. Sijawahi kuona. Kwa hiyo lazima kama kijana ujue wajibu wako ni nini. Fanya kazi, fanya biashara, na wale waliogewa dhamana ya kusimamia vijana kuhakikisha wanapiga hatua, wasimsaboteji rais wa nchi, wasimgombanishe. Maana kuna baadhi ya wakati wanamgombanisha. Wao wamegewa majukumu wafanye, kisha wao hawayafanyi vizuri. Mwisho wa siku watu wanamlaumu rais. Kumbe rais ametoa pesa bilioni 200 vijana wanufaike, waliopewa jukumu wanaleta ukilitimba, ukienda upati. Anamgia rafiki yake, wanagenda kwa kujuana. Kwa hiyo mwisho wa siku anayolaumiwa ni yule, anaonekana yule wajua hafai, kumbe waliokuwa chini ndio hawafai. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.